Hamjambo, kwa majina naitwa Mwalimu Cheche au Rasto Asienga. Leo hii tunajifunza juu ya kiongozi ni nani. Kiongozi ni nani? Nataka tuelewe kiongozi ni nani. Tunapoongea juu ya kiongozi tunamaanisha ya kwamba huyu ni mtu yoyote ambaye mawazo yake yanapaswa kutoa mwelekeo kwa kundi la watu. Mtu ambaye mawazo yake yanapaswa kutoa mwelekeo kwa kikundi cha watu. Kiongozi ni mtu mwenye hutoa mwelekeo au anaelekeza watu katika kutenda ama kufanya jambo fulani. Kwa hivyo kiongozi anasaidia kikundi kufikia malengo na majukumu yake. Anasaidia kikundi kufikia malengo na majukumu yake. Mawazo yake na matendo yake yanapaswa kuwashawishi wale wengine ambao ni wafuasi wake. Kwa hivyo kiongozi ni lazima awe na ushawishi. Anaweza kushawishi kwa mawazo yake, yale ambayo anafikiria akiambia watu, na kwa matendo yake, mambo ambayo anatenda. Inafanya watu wanashawishika kuweza kumfuata na kuenenda pamoja na yeye. Kuna viongozi tofauti, kuna kama wakurugenzi, marais wa nchi, tuko na viongozi kadhalika kama wachungaji kanisani, na kadhalika katika nyanja tofauti kuna viongozi tofauti. Kwa hivyo kuwa kiongozi kila wakati wewe ndio unawaza, unafikiria kila ambacho kinatakana kitende na unawashawishi watu waweze kufuata na kusikilia maono yako na kutembea pamoja na wewe. So, kiongozi husaidia kufikia malengo na majukumu ya watu. Na pia kiongozi hushawishi wafuasi wake. Kwa hivyo kama huna ushawishi wote kwa watu, hauwezi shawishi watu, then wewe si kiongozi. Maana ya pili ya kiongozi ni ya kwamba yeye ni wakala wa mabadiliko. Yeye ni wakala wa mabadiliko. Mtu mwenye huleta mabadiliko. Mabadiliko katika jamii. Mabadiliko katika wafuasi wake. Mabadiliko katika kikundi cha watu wanaomfuata. Kiongozi ni msaidizi. Kiongozi ni msaidizi anayejaribu kubadili hali na kuleta mabadiliko ya kanuni za jamii na maendeleo. Kwa hivyo mtu yote ambaye ni kiongozi lazima ajue kwamba ukiwa kiongozi wewe ni msaidizi. Wewe ni msaidizi. Kiongozi ni msaidizi ama mfanyakazi. Ni msaidizi ambao ukiwa kiongozi kila wakati unajaribu kubadili hali. Kuna hali umepata hali fulani unajaribu kubadili hiyo hali. Iwe hali bora na unaleta mabadiliko ya kanuni za jamii na maendeleo. Na tunapoongea juu ya msaidizi, kiongozi kuwa msaidizi tunamaanisha kwamba yeye hukadili na kuleta mabadiliko. Kwa hivyo kiongozi yote ambao wewe ni kiongozi na ulete mabadiliko, hali bado ni ile ile tu, hujabadilisha hali, hakuna hata maendeleo, kanuni, hujabadilisha hata kanuni za jamii ama watu. Hizo wanatakana waenende na kufanya mambo, hujabadilisha, then wewe si kiongozi. Pia kiongozi huchangamana na watu anaowaongoza. Wewe huwezi kuingiana na watu. Kuna viongozi hata wakishachaguliwa, wakishakuwa viongozi, kumuona ni shida tu kabisa. Huwezi muona, hawezi kukusikiza. Kwa hivyo kiongozi lazima uwe mtu ambaye unachangamana na watu unaoongoza. Na pia kiongozi huleta maendeleo. Lazima wewe ni mtu wa kuleta maendeleo. Kwa hivyo maana tatu ya kiongozi ni ya kwamba kiongozi ni mtu aliyepewa uwezo wa kutoa mwelekeo na mawazo na mafikira yake huyashawishi yale ya wafuasi wake. Kwa hivyo kuwa kiongozi kuna mambo muhimu sana. Kitu ya kwanza, unatoa mwelekeo. Wewe unakuwa mwelekezi. Na katika hali ya kutoa mwelekeo ni lazima uwe mtu wa kuelewa sana. Huwezi toa mwelekeo kama wewe si mtu wa kuelewa. Lazima uwe mtu wa kuelewa sana na mtu mwenye amejaa hekima.
Unajua kutoa mwelekeo unahitaji hekima. Kutoa mwelekeo unatakana uwe mtu wa kuelewa sana. Unaelewa mambo katika jamii inakaaje, watu wanakaaje, wanahitaji nini. Lazima uwe mtu wa kuelewa kabisa, umeelewa hiyo jamii yako kwa uzuri, ndio unaweza kupatiana mwelekeo. Na uwe mtu ambao umejaa hekima. Jambo lingine, ana mawazo yenye usawisi. Ya kwamba unafikiria haki. Kiongozi mtu unafikiria haki kila wakati na una ujuzi. Jambo lingine ni kiongozi mtu ambaye ana mpango ya usawisi. Lazima uwe mtu mbunifu wa kubuni mambo. Mtu ambaye anaelekeza kwa vitendo. Sio tu kwa maneno peke yake. Lazima uwe mtu wa kuelekeza kwa vitendo. Kwa hivyo, hiyo ndio maana tunamaanisha kiongozi ni nani. Kwa hivyo, kwa kurudia tu, kuangalia yale ambayo tumepitia kwamba, jambo la kwanza jua kwamba kiongozi ni mtu yeyote ambaye mawazo yake yanapaswa kutoa mwelekeo kwa kundi la watu. Anasaidia kikundi kufikia malengo na majukumu yake. Mawazo yake na matendo yake yanapaswa kuwashawishi wale wengine ambao ni wafuasi wake. Tumeona pia kiongozi ni mtu ambaye ni wakala wa mabadiliko. Yeye ni msaidizi anayejaribu kubadili hali na kuleta mabadiliko ya kanuni za jamii na maendeleo. Na tumeona pia kwamba kiongozi ni mtu aliyepewa uwezo wa kutoa mwelekeo na mawazo na mafikira yake washawishi wale ambao ni wafuasi wake. Kwa hivyo tu uongozi vizuri. Tumeshaelewa sasa uongozi ni nini. Na ukiwa kiongozi lazima uwe mtu unaelewa jamii yako vizuri sana. Ile jamii unaongoza, elewa hiyo jamii vizuri. Ujue nini iko kwa hiyo jamii. Ujue shida zao ni gani. Ujue katika jamii kuna watu wa aina gani. Shida zao ni gani. Na nini ambayo inawaelekea kuwa na hizo shida. Na hizo shida utazitatua kwa njia gani. Ukishaelewa shida za jamii, then kuanzia hapo utaanza kupatiana mwelekeo kwa jamii. Utapatiana mwelekeo kwa jamii, jinsi wanatakana waenende. Utaanza kuona ni maendeleo gani utaleta kwa hiyo jamii. Utaanza kuona ni mabadiliko gani utaleta katika hiyo jamii. Kwa hivyo watu wengi wanaingia katika uongozi kwa sababu wanataka uongozi. Na tukiangalia uongozi sasa katika nyanja zingine za kikazi cha uongozi, kuna malipo ya juu sana. Inafanya watu wengi wanafutua kupigania kwa viongozi kwa ajili ya malipo ya juu sana. Na pia kuna faida nyingi katika uongozi huo, ndio sababu wanapigania. Lakini ndani ya mioyo zao hawana nia ya jamii. Hawataki kujua jamii ina matatizo gani. Hawataki kujua jamii wako na shida gani ambazo zinatakana zitatuliwe. Hawataki kuleta maendeleo. Wakishaingia katika uongozi sasa, kwa sababu waliingia kwa njia ya kando, njia isiyo stahili, wanaanza kuwa wezi. Kuiba fedha ambazo zinatengewa maendeleo, fedha ambazo zinatengewa kusaidia jamii, wanaanza kuwa wezi. Alafu wanakosa mwelekeo. Hawezi kuelekeza jamii, kuelekeza wale watu ambao wanaongoza ili walete mabadiliko na maendeleo. Inakuwa imekosekana. Kwa hivyo ni vizuri sana sisi ambao ni wafuasi, jinsi tulijifunza katika hapo awali, sisi ambao ni wafuasi, tuangalie sana ni viongozi gani tunataka. Na wewe kama unataka kuwa kiongozi, angalia sana, ujipime. Unafaa kuwa kiongozi? Mambo ambayo tumeongea utayafanya, utaweka jamii yako mbele, ili mawazo yako yawe mawazo ambayo yanaweza kupatiana mwelekeo, mawazo ambayo yanaweza kuleta mabadiliko, mawazo ambayo yanaweza kuleta maendeleo katika jamii. Asanteni sana. Mimi ni Mwalimu Cheche. Asanteni sana.